السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من آيات ونعم سابغة على الورى محض الكرم. وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق، فأرسل المختار ختم الأنبياء ومنبع الأسرار مصدر الضياء، فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة، والثقلان من وصاة المصطفى، وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت من هم حياة كل قلب ميت. وعمت الصحاب أنجم الهدى وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu watukufu, leo tukiwa katika kuzungumza halaka yetu ya mwisho katika almunafiquna fil Qur'an, na tutamalizia katika halaka hii yetu ya mwisho, tutamalizia na aya za wanafiq zilizoko katika suratun Nur. Tumeamua kumaliziana hizi kwa sababu tulijaribu baada ya kuzungumza vita vya Tabuk, tuliona ya kwamba ni bora hizi ayatul munafiqina tusizifuate kwa mujibu wa sura zilivyopangilika, bali tufuate kwa mujibu wa matukio yalivyotokea. Na lao hili tungelianza mwanzo, basi vita vya Tabuk tungelivizungumza mwisho, lakini kuanzia katika ghazwat Bani Nadhir tumejaribu kupangilia kulingana na ile miaka namna ilivyokuwa na dori la wanafiq katika kila mwaka. Tumezungumza katika halaka iliyopita vita vya Al-Muraisiya au vita vya Bani al-Mustaliq, na tukaeleza vilitokea mwaka wa 6, na tukaeleza sababu yake ni yule Al-Harith ibn Abi Dhirar kutengeza jeshi kutaka kwenda kumpiga mtume akatengeza lake akamfuata, na wakauliwa waliouliwa, wakashikwa mateka walioshikwa mateka, ikiwa miongoni mwa mateka waliopatikana ni Juwairia ummul mu'minin. Mtume akamuoa mama kama huyu, akawa ni mmoja katika mama zetu. Na tukaeleza katika vita vya Bani al-Mustaliq kwamba kulikuwa na fitna mbili, fitna ya munafiqin. Fitna ya kwanza tuliitaja katika suratul Munafiqun, la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, na tukaeleza zile dhuruf zilizotokea mpaka yule Abdullah ibn Ubay ibn Salul akasema la irja'na ila almadina la yukhrijanna al-a'azzu
minha al-adhal. Tukio la pili ambalo lilitokea katika vita vya Bani al-Mustaliq, tumesema limetajwa katika suratul Nur, na tukio lenyewe ni hadithatul ifki, tukio la kusingiziwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kuwa amezini na Safwan ibn al-Mu'attil, na wanafiki wakashika bendera kulitangaza jambo hili kwa lengo la kujaribu kuivunja nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwaje ndugu zangu mpaka wanafiki wakamzulia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kuwa amezini? Tukio hili limetajwa katika vitabu mbalimbali vya hadithi, na tutalizungumza japo ni kwa ikhtisar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza vita vya Bani al-Mustaliq, wakati watu walipokuwa wakiregea, na katika huu msafara Mtume alitoka na mama Aisha, na ilikuwa ni ada ya Mtume akitaka kutoka hupiga kura kwa wakeze. Yule ambaye kura itakayemtokea Mtume alikuwa akitoka na yeye. Katika vita vya Bani al-Mustaliq, Mtume alipopiga kura ikatoka ni mama Aisha, na ndiye aliyekwenda naye. Wakati Mtume alipoamrisha kwamba watu waregee, mama Aisha alishikwa na haja ya kibinadamu, akenda mwituni. Yani wakati jeshi lijiandaa kuondoka, yeye akaona kwamba aweza akenda mwituni akakidhi haja yake, kisha akarudi akalipata jeshi. Mama Aisha akatoka akaenda mwituni akakidhi haja yake, kisha akarudi. Aliporudi akalipata kweli jeshi, lakini akiangalia katika shingo yake akaona katika mkufu wake kuna kile kilozi kile kinachoketi kwenye mkufu, akaona kile kilozi kimeanguka. Afanye nini? Akaamua kurudi kule alikofanya haja, akijua ya kwamba kimeanguka kule. Akenda akakipata kile kilozi chake au kidani chake, akakichukua mama Aisha, akarudi kwenye msafara. Akifika akaukuta msafara ushaondoka. Zamani au zama zile, wakeze Mtume akitoka nao walikuwa wakitengezewa haudaj. Haudaj ni kile kijumba kinachotengezwa juu ya ngamia. Kwa hivyo mke wa Mtume huwa yuko katika ile haudaj, amezibwa vizuri, hakuna watu wanaomwona. Pili, kipindi hichi ambapo kumetokea haya, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ilikuwa hajatia mwili. Mwenyewe asema ilikuwa mimi ni mwanamke mwili mdogo mdogo, sijakuwa na mwili mkubwa. Kwa hivyo mimi kuweko katika haudaj na kutokuweko, mtu si rahisi kutambua, kwa sababu mwili wangu ni mdogo mdogo. Ala kulli hal, amefika akaukuta msafara ushaondoka, haudaji yake ishaondoka. Wale waliomuinua yule ngamia ambaye juu yake kuna haudaji ya mama Aisha, imani yao na dhana yao ni kwamba mama Aisha yuko ndani. Kalama mama Aisha hayuko ndani. Liyaqdhi Allahu amran kana maf'ula. Mama Aisha akafikiria afanye nini, akapitiwa na mawazo ya kwamba hawa wakienda huko wakinikosa, wakiangalia katika haudaj, wasiponiona watarudi. Kwa hivyo pale pale mahali alipokuwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha akaketi kusubiri ule msafara, labda utarudi uje umchukue. Akaketi, mwenyewe asema ghalabatni ainaya, macho yakanishinda, nikawa nasikia usingizi, nikalala pale pale. Kilichoniamsha, mama Aisha eleza, kilichoniamsha niliamshwa na subhanallah na la hawla wala quwwata illa billah za Safwan ibn al-Mu'attil. Safwan ibn al-Mu'attil ni sahaba wa Mtume ambaye alikuwa ana usingizi mwingi sana. Ukisoma katika tarikhi yake
ni swahaba alikuwa ana usingizi mwingi, na ni swahaba akilala hataki kuamshwa. Ni swahaba mpaka katika hadithi imekuja kwamba alikwenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimetoka katika familia ya usingizi mwingi, usingizi ambao mpaka wakati mwingine alfajiri huwa naikosa. Mtume akamwambia, utakapoamka swali. Na Safwan ibn al-Mu'attal miongoni mwa ada yake, vita vyovyote akienda harudi na jeshi, yani jeshi litatangulia yeye mpaka amalize usingizi wake, halafu aondoke. Jeshi lishaondoka, yeye aondoke, angalie, labda kuna mtu ansahau kijiko, labda kuna mtu ansahau kikombe, atakachokiona atakichukua, akirudi nacho Madina amtafute mwenyewe amkabidhi. Huyu ndiye Safwan ibn al-Mu'attal. Mama Aisha akaamshwa na tarjii za Safwan ibn al-Mu'attal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na Safwan ibn al-Mu'attal yuamjua mama Aisha kwa sababu alikuwa akimuona kabla ya kufaradhiwa hijabu. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha akafungua macho, akaamka. Safwan ibn al-Mu'attal hakumuuliza mama Aisha alifu wala be, hakumwambia mbona uko hapa, mbona hukurudi na watu, watafuta nini hapa, una mpango gani? La. Safwan ibn al-Mu'attal alipomwona mama Aisha ameamka, akamuinamisha yule ngamia ili mama Aisha mpande. Kisha Safwan ibn al-Mu'attal, angalia swahaba alivyokuwa na adabu na mke wa Mtume, amemuinamisha ngamia, kisha Safwani akawa yuangalia kando. Taban mama Aisha ni mwanamke, wakati akipanda labda nguo pengine zitampanda kwenye miundi, miguu itaonekana. Safwan ibn al-Mu'attal akaangalia kando na ngamia amemuinamisha, mpaka mama Aisha akapanda, akaketi vizuri namna anavyotaka kuketi. Kisha Safwan ibn al-Mu'attal akamuinua yule ngamia, msafara ukaanza kwenda. Nani? Ni Safwan ibn al-Mu'attal na mama Aisha. Wako mwituni. Watu wangapi? Wawili, mwanamume na mwanamke. Mama Aisha asema, kila nikienda natarajia jeshi mtalipata, mpaka akifika tena jeshi la karibia kabisa kuingia Madina. Hapo ndipo walipolipata jeshi. Walipotokea wa kwanza kumuona mama Aisha na Safwan ibn al-Mu'attal ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rasul munafiqin. Kuona tu akasema, ma salimat minhu wa ma salima minha. Hapa wawili watoka mtuni wampandisha na ngamia, hapa Aisha hakupona na Safwan hakupona na Aisha. Hapa lazima kuna kitu kimefanyika. Sasa wale wanafik wakabeba yale maneno, wakawa wayaeneza Madina, wakayaeneza mpaka Madina nzima ikawa yazungumza kwamba Safwan Aisha, Aisha Safwan, Safwan Aisha, Aisha Safwan. Mama Aisha mwenyewe hana habari, hajui kuendelea nini, hajui kuzungumzwa nini katika mji wa Madina. Yeye alichokiona, aliona tofauti tu kwa Mtume. Kawaida Mtume akiingia ndani ya nyumba humtania nini, lakini Mtume yale maneno ashayapata. Mtume kidogo alibadilika. Yaani Mtume akiingia kwa mama Aisha alikuwa akimsalimia salamu alaykum, kisha alikuwa akimuuliza kaifa tikum, mko hali gani? Basi mama Aisha akimwambia tuko hali fulani, Mtume huyo hutoka akaenda kwenye shughuli zake na kwenye haja zake. Lakini mama Aisha, yale mabadiliko ya Mtume kuuliza kaifa tikum pia bado hayajamuingia ajue kitu gani ambacho kwamba chaendelea. Na kipindi hichi mama Aisha, baada ya watu kurejea kutoka Bani al-Mustaliq, mama Aisha aliugua homa. Takriban mwenyewe asema nilisumbuliwa na homa kama mwezi mmoja. Katika huu mwezi mzima mazungumzo Madina ni hayo, Aisha Safwan, Safwan Aisha. Na hapo wanafiki wameshika bendera,
watangaza tu, wakitangaza kupitia kwa kiongozi wao Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mama Aisha aliposikia vizuri, siku moja akatoka yuwatembea, na kwa bahati mbaya, ndugu zangu, kwa bahati mbaya haya maneno yaliwaathiri mpaka baadhi ya Waislamu ambao imani zao ni thabiti. Kuna baadhi ambao waliathirika na wao pia wakayazungumza. Ikiwa miongoni mwa walioathirika ni Hassan ibn Thabit, sha'iru Rasulillah. Ikiwa miongoni mwa walioathirika ni Hamnatu bintu Jahshin. Hamnatu bintu Jahshin ni dadake Zainab bintu Jahshin, mke wa Mtume, pia naye alikuwa akiyazungumza. Miongoni mwa walioathirika na haya maneno ni Mistah ibn Uthatha. Mistah ibn Uthatha ana ufamilia na mama Aisha, ni ndugu. Mama Aisha alipopoa akatoka siku moja kutembea, akatoka na mamake Mistah. Katika kutembea kwao, mamake Mistah akaangusha kitu. Alipoangusha, ile kuinama kukichukua, akasema taisa Mistah, mtoto wangu Mistah ameangamia. Mama Aisha akamrukia. Mama Aisha hajui kuendelea nini. Tumetangulia kuzungumza maneno yazungumzwa, hajui Madina kwa semwa nini. Lakini kilichomshtua, amsikia mamake Mistah asema taisa Mistah, ameinama kuchukua kitu, asema Mistah ameangamia. Mama Aisha akashtuka, kunani? Akamuuliza mamake Mistah, akamwambia bisa makulta, umezungumza maneno mabaya, wa atasubina rajulan shahida badran, wa mtukana mtu ambaye ameshuhudia vita vya Badri. Kwa sababu Mistah ibn Uthatha ni mmoja katika waliohudhuria vita vya Badri. Mama akamuuliza mama Aisha, mamake Mistah akamwambia mama Aisha, hujui kinachoendelea wewe? Akamwambia sijui kinachoendelea. Akamwambia ewe, mwezi mzima Madina yatokota kwamba wewe umezini na Safwan ibn al-Muhattil, na huyo Mistah unayemtetea kwamba ameshuhudia Badri ni katika wanaotembea na kuyazungumza hayo maneno. La hawla wala quwwata illa billah. Mama Aisha asema fazdadtu maradan ala maradhi, ile homa ambayo nilikuwa naanza kusikia vizuri sasa ikaniregelea upya. Niliporejea nyumbani, Mtume alipokuja kama ada yake, akanambia kaifatikum. Mama Aisha asema nikamwomba ruhusa Mtume, nikamwambia waonaje hii homa nikauguzwe kwetu kwa babangu na mamangu? Mtume alayhi salatu wasalam akaniruhusu. Asema lengo la kwenda kwa babangu na mamangu, Mama Aisha asema lengo la kwenda kwa baba na mama, nataka nijue ni kweli Madina kwa zungumza kuwa mimi nimezini. Alipofika, jambo la kwanza aliouliza wazazi wake, ni kweli haya maneno ambayo nimesikia yazungumzwa kuhusu mimi na Safwan? Mamake akamwambia usifanye wasiwasi, kawaida ya mwanamke ambaye ni mzuri na yupendwa na mumewe, ikiwa ameolewa mahali ambapo kuna wanawake wenzake, kuna wake wenzake, hutokea maneno kwa sababu ya watu kuoneana wivu. Alimwambia haya maneno kama kumpunguzia lile joto ambalo mama Aisha alikuwa analo. Mama Aisha akayakinisha, akajua kwamba kwa zungumzwa nini. Sasa mama Aisha asema baada ya hapo sikuacha kulia, mimi nilikuwa nalia tu. Nikimuuliza mama, hivi watu waweza kunidhania mimi kwamba mimi nimezini? Hivi watu waweza kumdhania yule Safwan kwa Safwan amezini? Lakini akizungumza haya walia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika muda wote huu hakuja teremka wahyi wowote wa kumueleza Mtume chochote kuhusu mambo ya mama Aisha. Kwa hivyo Mtume na yeye yuko baina musaddiqin wa mukadhib, asadikishe akadhibishe. Ingawaje Mtume rai yake kubwa ni kuwa mama Aisha hakufanya hili jambo, lakini sasa watu wazungumza. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza akamuita Usama ibn Zaid,
akamwambia wewe wasemaje kuhusu haya mambo? Usama ibn Zaid akamwambia mama Aisha, akamwambia Mtume, sidhani kwa mama Aisha zakafanya mambo kama haya. Akamwita Saidina Ali akamuuliza, Saidina Ali akamwambia an-nisa usiwaha kathir, wanawake wengi, kama watu wazungumza achana naye tafuta mwingine. Na kama wataka kujua zaidi muulize Barira. Barira ni kijakazi ambacho kimeachwa huru, kilikuwa kikiishi na mama Aisha pale nyumbani. Mtume akamuita Barira. Barira akamwambia Mtume, la, mimi sidhani kuwa mama Aisha aweza akafanya jambo kama hili. Ala kulli hal, ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akafikia mahali akawakusanya masahaba, akawa awambia, ni nani atakayenitukulia udhuru kwa mtu ambaye yuaichafua familia yangu, yuaiharibia jina familia yangu? Mtume akimkusudia Abdullah ibn Ubay ibn Salul, auliza masahaba, nani ambaye atanitakia udhuru kwa huyu mtu? Hii ni siku, ndugu zangu, masahaba kidogo wapigane, kwa sababu Aus na Khazraj kila watu ikawa mtetea mtu wao. Wale wasema tutamuua, wale wengine wasema hamwezi kumuua, lao angelikuwa ni katika mtu wenu. Kwa hivyo kukatokea fujo, na Mtume yuko kwenye mimbar, mpaka Mtume akashuka akawa yuwatuliza masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Mtume alipotoka hapo akaenda kwa mama Aisha kule nyumbani kwa babake na mamake. Alipofika akamkuta Saidina Bakar na mamake mama Aisha wameketi wako na yeye, wajaribu kumliwaza. Mtume akamwambia mama Aisha, kwa zungumzo kadhaa na kadhaa, yazungumzo kwamba wewe umefanya hichi kitendo na Safwan, ikiwa umepitikiwa kibinadamu ukafanya, lete istighfar. Mama Aisha akashindwa kujibu, akamwambia babake, nijibie. Saidina Bakar akamwambia sijui nijibu nini. Akamwambia mamake, nijibie. Mama akamwambia sijui nijibu nini. Mtume ameketi hajaondoka, ghafla Mtume akaanza kuteremshiwa wahi. Na Mtume akiteremshiwa wahi, kuna hali fulani ambayo kama Mtume huwa anayo. Mtume akateremshiwa wahi, zikateremka aya 11 katika suratu Nur za mtetea mama Aisha na kuwazungumza wanafiki vibaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya ile wahi kuondoka, akamwambia mama Aisha, abshiri, furahi, Mwenyezi Mungu ameteremsha aya za kukutakasa. Mama Aisha mwenyewe asema, mimi sikutarajia kwamba kutateremka aya za kunitakasa. Mimi nilitarajia tu kwamba Mtume atalala usingizi, ataota kwamba mimi sikufanya hichi kitendo. Ama kwamba zitateremka aya zisomwe mpaka siku ya Kiyama, sikudhania kwa mimi nimefika daraja ya kwamba ziteremke aya kuhusu mimi, lakini zikateremka takriban aya 11. Basi tena yakapitika yaliyopitika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, aya zilizoteremka ni zile aya Mwenyezi Mungu aliposema, bismillahir rahmanir rahim, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Soma hizi aya mpaka ufike kwenye zile aya, alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibati ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Hizi aya za hapa katikati zote zazungumza tukio na mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kwa ufupi, ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya hili tukio akaamrisha wale masahaba waliokuwa wakilitangaza hili jambo wote wapigwe hadi yao. Sayyiduna Hasan ibn Thabit akala mboko 80, Hamnatu bintu Jashin mboko 80, Mistah ibn Uthatha akala mboko 80. Ama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mtume akaamrisha asipigwe, mwacheni. Kwa nini Mtume alisema aachwe?
kuna baadhi ya akwali za ulama, ima ni kuchunga maslahi, kusitokee fujo, kusitokee vita. Mtume akasema muacheni. Mwenyezi Mungu akasema walladhi tawalla kibrahu, aliyetawalia ukubwa wa kuyazua haya maneno ambaye ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mwenyezi Mungu asema lahu adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amemwandalia hii adhabu. Kwa hivyo hakupigwa zile mboko. Kwa ufupi ndugu zangu, kumalizia mazungumzo yetu, Mistah ibn Uthatha ni mtu maskini na alikuwa matumizi yake yuwasaidiwa na Sayyiduna Abu Bakr. Ilipotokea haya na yeye akawa ni mmoja katika wenye kuzungumza, Sayyiduna Abu Bakri akaapa kwamba ikiwa Mistah na mkono wote ninaomsaidia pia bado hakuona vibaya kumzungumza ndugu yake tu, manake Mistah na mama Aisha ni ndugu, maadamu hakuona vibaya na mimi nakata mkono simsaidi tena. Mwenyezi Mungu akateremsha zile aya wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati an yu'tu ulil qurba mpaka mwisho. Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq akaregesha mkono kumsaidia Mistah ibn Uthatha. Kwa ufupi ndugu zangu watukufu Waislamu, Suratul Nur imetuwekea wazi kwamba miongoni mwa ada za wanafiki ni kujaribu kuvunja majumba, ni kujaribu kuwazulia watu mambo ambayo kwamba hawakuyafanya, ni kujaribu kuwachafulia watu majina yao. Na tumeona ya kwamba katika juhudi kubwa walioifanya ilikuwa ni kuivunja heshima ya nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtu leo atakaposema ya kwamba mke wa fulani yuwatembea na fulani, tafsiri yake nini? Tafsiri ni kwamba huyu mume huyu ana kusur, ana upungufu, ndio mpaka mkewe hakutosheka akaenda kutembea na watu wengine. Lakini Mwenyezi Mungu akateremsha Qur'anun yutla ila yaumil qiyama, Qur'ani itakayosoma mpaka siku ya kiyama. Haikumtaja mama Aisha kwa jina, lakini imemtakasa mama Aisha kwamba ulaika mubarrauna mimma yaquluna. Mama Aisha wacha kulifanya hili jambo, hata kuliwaza hakuliwaza jambo kama hili. Na Safwan ibn al-Mu'attil wacha kulifanya hili jambo, hata kuliwaza hakuliwaza. Lakini wanafik wakapata nafasi ya kujaribu kuivunja heshima ya nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, mpaka hapa tumemaliza kueleza almunafiquna fil Qur'an, na tumejaribu kuzungumza kwa kiasi kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuafikia. Aya za munafiquna ni nyingi, sura za munafiquna ni 17. Sisi hatukuweza kuizungumza zote 17. Tumezungumza suratu Ali Imran, tumezungumza suratul Baqara, Ali Imran, suratul Nisa'i, tukazungumza na kidogo katika suratul Maida, kisha tukaingia katika suratul Tauba, tukaingia katika suratul Munafiqun na suratul Hashri, na tukazungumza katika suratul Ahzab tukamalizia. Kwa hivyo tumezungumza baadhi ya sura, na tumechagua sura hizi kwa sababu tulisema ni maudhui haswa ya wanafiki. Katika zile sura nyingine wametajwa masala madogo madogo, lakini katika hizi sura ambazo tumetaja lile dori lao lilikuwa liko wazi zaidi. Na kwa anayetaka zaidi aweza kurudi katika kutubul ulamai ambavyo wameandika kuhusu almunafiquna fil Qur'an. Wengine wamezungumza dhahiratul munafiqina fil Qur'ani was sunna. Utakwenda kusoma vitabu kama hivi, utaona kwamba hawa ni watu hatari, watu ambao hawafai katika jamii. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabisa atuepushe na maradhi ya nifaq. Pili, tumuomba Mwenyezi Mungu atubarikie katika haya tuliyozungumza, iwe ni sababu ya kwenda kukutana na Mtume hali ya kuwa yuko radhi na sisi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.